Naitwa Bosco, ni mkazi wa mkoa wa Shinyanga, wilaya ya Kahama. Mimi kazi yangu ni mjasiriamali kama unavyoona boda. Kwa kilichotokea jana, na mimi nimeona ni kitu ambacho kilichotokea, maandamano ya nini, mimi nimeona ndicho Tanzania ambayo naijua mimi tangu enzi nimezaliwa, enzi nimekuwa na kusikia kina babu wanasema Tanzania ni nchi ya amani, nchi ya uhuru, nchi ambayo ina vurugu. Kilichotokea jana kweli ndivyo ninavyotaka nchi hii ya Tanzania iendelee kuwa hivi. Kwa hiyo haiti kama jana kumetokea machafuko au vurugu ya aina yote ile, hata mimi ningeathirika kwenye biashara zangu, ningeathirika kwenye zangu. Na kuna watu pia ambao wangeathirika kwa sababu ya kosa huduma ambao tulifanya mimi, tungewekwa ndani zaidi ya tusingefanya kazi, tunahangaika, tungekuwa na maisha duni sana. Ila kwa kile kilichotokea jana, kwa kweli naipongeza serikali, imefanya vizuri na imefanya vizuri kwa ajili ya kuweka nchi iwe na amani. Kwa kweli hiyo ndio Tanzania naifahamu na hiyo ndio Tanzania najua. Kwa hiyo nilikuwa naomba Tanzania wenzangu, vijana wenzangu ambao tunaishi kwenye nchi, tuendelee kudumisha amani, kwa sababu amani ndio kila kitu. Amani ndio kila kitu. Amani ndio inafanya sisi wenyewe tuishi kama marafiki, sisi wenyewe tuishi kama ndugu. Kwa hiyo kama amani itakuwa haipo, basi hata hii ya nchi ya Tanzania haitakuwa nchi tena, bali itakuwa ni sehemu ya machafuko, haitakuwa nchi ya amani. Haitakuwa tena ni sehemu ambayo hata watu wa mataifa mbalimbali wanaweza kujifunza kupitia sisi, kwa sababu amani ni kitu ambacho ni kitu kikubwa sana kwenye maisha yetu sisi binadamu. Kwa hiyo nilikuwa naomba Tanzania wenzangu, vijana wenzangu, tuendelee kuidumisha amani. Amani ndio kila kitu kwenye maisha yetu.